Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Ikiwa leo ni siku ya pili ya mfungo wetu wa siku 7 from glory to glory. Tutaenda kumsihi Roho Bwana atupeleke utukufu mpya. Sasa kabla sijaenda kueleza Bwana atupeleke utukufu mpya kwenye kona ipi, nataka nieleze tu kwamba utukufu mpya ni nini. Kwa habari ya utukufu mpya, ni udhihirisho wa Mungu katika maisha ya mtu, ambao huu udhihirisho unakuja kwa nguvu isiyo ya kawaida kuliko mwanzo. Ndio utukufu mpya, kwamba unaanza kuona nguvu ya kifedha kuliko mwanzo, unaanza kuona nguvu ya amani kuliko mwanzo. Huu ni from glory to glory, kwamba umechukuliwa katika eneo hilo, umepelekwa kwenye viwango vipya, unaanza kuexperience ama unaanza kuona vitu vikubwa kupitia eneo hilo kuliko mwanzo. Ndio maana ya maombi ya namna hii, from glory to glory, kwamba unatoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Unaweza ukawa kweli una furaha, lakini unachukuliwa furaha yako kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Maana yake ni nini? Unaenda viwango vipya vya furaha yako. Sasa leo tunataka twende tukaangalie prayer point nyingi from glory to glory, na tutaenda kuanza na prayer point yetu ya asubuhi ya leo. Tunataka Mungu atupeleke utukufu mpya, tukisoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 10, kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwamba tunaenda kumsihi Roho Bwana atupeleke utukufu mpya kwenye level ya afya, kwamba mabaya hayatatukuta wala tauni haitasogelea hema zetu. Huo ni prayer point kubwa ambayo tunataka Mungu atupeleke katika utukufu mpya, kwenye kona ya kuto kusogelewa na mabaya. Bwana tupeleke kwenye utukufu mpya kwenye kona ya tauni kuto kusogelea hema zetu. Kwamba katika hema ya mtu mabaya yanaweza yakaja wakati wowote, lakini mabaya yanaweza yakadhibitiwa yasisogelee kabisa. Katika maisha ya mtu tauni, maana ya tauni ni magonjwa. Magonjwa yanaweza yakaja wakati wowote, lakini katika ulimwengu wa roho yanaweza yakadhibitiwa magonjwa yasisogelee kwenye maisha yako. Na hii nimeona jinsi ambavyo kuna baadhi ya watu walikuwa kisumbuliwa na magonjwa, lakini mara baada ya kuombea, uwepo wa Mungu ulipoingia kwenye maisha ya mtu katika agano la uzima na afya, unajikuta ghafla magonjwa hayasogelei tena kwenye maisha yako. Unajikuta tena haumwi tena. Kuna mtu mmoja nilikuwa namuombea, mtoto wake alikuwa kiumwa kila baada ya wiki lazima umwe. Akaniambia, mchungaji, mimi kila wiki nipo hospitali, sifanya hata kazi kwa furaha, kila wakati niko hospitali. Lakini mara baada ya kumwombea, akaona shuhudia anasema ya kwamba sasa hivi haoni tena hospitali, wala haumwi yeye wala mtoto wake. Nini maana yake? Alikuwa kilalamika sana kwamba haipiti siku, na malalamiko alianzia hapo tu, kwamba sasa fedha yangu yote inaishia huko hospitali. Lakini Bwana alipoingilia kati, aliondoa tauni katika nyumba yake, akayazuia mabaya yasisogelee katika hema yake. Maana yake nini? Tunataka twende utukufu hadi utukufu. Yamkini hata hivi ninavyoongea magonjwa hayasogelei kwenye hema yako, yamkini tauni haisogelei kabisa, wala mabaya hayasogelei katika hema yako, lakini nataka Bwana tupeleke kutoka utukufu hadi utukufu. Kwamba kusiwapo hata na mawazo ya magonjwa, kusiwapo hata na hofu ya magonjwa, kusiwapo hata na wazo lolote nalokatisha la ubaya. Kusiwe na ubaya wowote utakaopita, tukiwaangamiza wakuu wa anga, tukiangamiza majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambayo yanaorganize ubaya wa kila aina, ambayo yanaorganize magonjwa ya kila aina. Kwamba tauni haitaona maisha yako, tauni haitaona familia yako, mabaya hayatasogelea kwako, mabaya hayatasogelea katika hema ya nyumba yako. Watoto wako hawatakuwa na magonjwa, wala wewe hautakuwa na magonjwa.
Ndugu zako hatakuwa na magonjwa, hakutasikikana magonjwa kwenu, hakutatokea vikao vya familia vinavyojadili magonjwa, havitatokea vikao vya familia vinavyosikitika kwamba kuna mmoja anaumwa. Kwa jina la Yesu, Bwana tupeleke utukufu hadi utukufu, kwamba hayatasikikana tena magonjwa. Kwa hiyo tunapoenda kumwambia Mungu tunataka kwenda utukufu mpya, tunataka kuona udhihirisho kutoka utukufu hadi utukufu, kwamba tunakushukuru kwamba hata kama tunaumwa hatumwi kila siku. Tunakushukuru kwamba hata kama tunapata mabaya, lakini mabaya hayaji makubwa ambayo yana draw attention, ambayo yanaleta hali fulani ya kwamba kila mmoja anajua mabaya, lakini tunataka hata mabaya madogo madogo yasisogelee katika hema yetu. Ndio kutoka utukufu hata utukufu. Hata magonjwa madogo madogo, hata mawazo yasisogelee nitakapoomba maombi haya. Wapo watu ambao walikuwa wanaumwa mara kwa mara, watapokea utukufu mpya wa uzima. Nitakapoomba maombi haya, wapo ambao walikuwa wanashuhudia mabaya kila siku, anajikuta tu leo limetokea baya hili, kesho limetokea baya lile. Utakuja na ushuhuda ya kwamba yale mabaya hayakuoni tena. Nataka niende mbele za Bwana nikaombe, na nitakapoomba tunamwambia Mungu katika prayer point ya kwanza siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya kupeleka utukufu mpya. Prayer point yetu ya kwanza, tunataka Mungu katupeleke utukufu mpya, tukaone utukufu mpya ambapo mabaya sisogelee kwenye maisha yetu, wala tauni sisogelee kwenye hema ya nyumba yetu. Na ninakuhakikishia utaenda kumuona Bwana. Wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye ulikuwa kila wakati unapitia changamoto ya magonjwa, ulikuwa unasikia watu katika nyumba yako, mara leo mtu anakuja kulalamika, mtoto analalamika leo tumbo linauma, kesho baba anaarisha, kesho kutwa mtoto anafanya nini. Hakutasogelea mabaya katika nyumba yako, wala tauni haitasogelea katika hema ya nyumba yako. Nataka twende mbele za Bwana tukaombe. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani sana kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya mfungo wetu wa From Glory to Glory. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa maana unatupeleka utukufu mpya. Mungu aliye hai, unatupeleka utukufu mpya kwenye kona ya afya. Umesema hakutakuwa na mabaya yatakayosogelea kwetu, wala tauni haitasogelea hema zetu. Mungu aliye hai, ninaomba kwa jina la Yesu tupeleke katika utukufu mpya. Mabaya yasisogelee katika maisha yetu, ubaya wao wowote, agenda za ubaya, agenda mbaya, taarifa mbaya ambazo adui ameziandaa kinyume na maisha yetu, kinyume na familia zetu, kinyume na watoto wetu, kinyume na wenza wetu. Ninaamuru zile taarifa mbaya na ubaya wao wowote hautasogelea maisha yetu katika jina la Yesu. Ubaya wao wowote hautakatiza kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu, kwa maana Bwana unaenda kuachilia nuru mpya. Bwana unaanza kuachilia upako mpya, unatupeleka katika nguvu mpya, unatupeleka katika ushindi mpya, kwamba hakutakuwa na mabaya yatakayosogelea maisha yetu, yatakayosogelea biashara zetu, mabaya yatakayosogelea afya zetu, mabaya yote yatakayosogelea watoto wetu, mabaya yote yatakayopangwa na adui hayatasogelea, yatakutana na upako wa maombi haya From Glory to Glory, kwamba Bwana utasimika upako mpya, utasimika utukufu mpya, kutoka utukufu hata utukufu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya vile ambavyo unaenda kutupeleka From Glory to Glory, kwamba hakuna tauni itakayosogelea maisha yetu katika jina la Yesu. Tauni haitasogelea maisha yetu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tauni haitasogelea maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yawe ni magonjwa yawe yoyote kwa majina yake, yaliyosumbua maisha yetu, yaliyosumbua familia zetu, yaliyosumbua wenza wetu, yaliyosumbua watoto wetu, hayatasogelea magonjwa. Tauni iwe yoyote, iwe ni magonjwa ya kuambukiza, iwe ni magonjwa ya kurithi, iwe ni magonjwa mbalimbali yanayotokana na allergy mbalimbali, iwe ni magonjwa ya viungo vya mwili vya nje na vya ndani, haitasogelea tauni kwenye nyumba zetu, haitasogelea tauni kwenye hema zetu kwa jina la Yesu
Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu unapotupeleka katika utukufu mpya, wacha tukaione neema, wacha tukaione nguvu, wacha tukauone ushindi katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ushindi mpya, asante kwa nguvu mpya, asante kwa rehema mpya, asante kwa neema mpya. Wacha nguvu zako ziachiliwe ndani yetu kutoka utukufu hata utukufu. Nasi hatutayaona magonjwa, nasi hatutaona tauni, nasi hatutaogopa, nasi hatutapata hofu ya magonjwa hayo yote ndani ya maisha yetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa ajili ya maombi haya, asante kwa ajili ya mfungo wa siku ya leo. Asante kwa maana unatupeleka kutoka utukufu hadi utukufu, nasi tukauone utukufu wako katika kila kona maisha yetu, kwamba hakutakuwa na ajenda za magonjwa katika maisha yetu, kwamba tutaona neema katika maisha yetu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Roho Bwana, asante kwa neema na rehema, asante kwa mkono wako wenye nguvu, asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Tumeenda katika agenda hii ya kwanza na prayer point hii ya kwanza siku ya leo. Tutaendelea kuiombea hii agenda, na tutakapopata neema, kama Mungu atatuongezea agenda nyingine kwa ajili ya siku ya leo ya pili, basi tutaenda kwenye agenda nyingine ya pili katika siku ya pili. Kama kutakuwa na ya tatu, hivyo hivyo tutaenda mpaka tutakapofika jioni, ambapo Mungu ataendelea kutuimarisha katika agenda mbalimbali. Kama ni agenda hii Bwana atatusimamisha katika hii, uendelea kuiombea, endelea kuiombea. Lakini kwa sasa tutashika sadaka zetu, tutaiachilia sadaka yetu katika agenda hii ya kwanza, na kila agenda ambayo Mungu atakupitisha, shika sadaka yake, utaiachilia. Na tunaenda kuiachilia sadaka na vile ambavyo unaibebea uzito, mtu ambaye umeyakataa magonjwa, mtu ambaye unayachukia magonjwa, mtu ambaye hayapendi magonjwa. Mimi kiukweli sipendi magonjwa, ninayachukia magonjwa. Hata mtu akiniambia anaumwa, huwa anaenda kuomba kwa mzigo mkubwa, kwa sababu Mungu ameweka hiyo kitu ndani yangu. Sitaki watu waumwe, sitaki watu wawe wagonjwa, sitaki watu wawe na pressure, sitaki watu wawe na mawazo ya magonjwa, sitaki watu wawe na misongo ya mawazo ya magonjwa. Kwa maana hakuna anayetamani magonjwa, hakuna anayependa magonjwa. Kila mtu anayachukia magonjwa. Magonjwa hayakuumbwa kwa furaha ya mwanadamu. Magonjwa yaliumbwa kwa sababu ya kutokuwa na furaha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunayakataa magonjwa, tunayang'oa magonjwa. Kwa hiyo hakikisha unaachilia sadaka yako iliyo njema. Ishike sadaka yako njema. Ile sadaka utakapoiachilia, ile sadaka ikanene yaliyo mema. Kwa hiyo utaenda kuiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Utaiachilia hiyo sadaka, utainenea hiyo sadaka ya kwamba hakutakuwa na magonjwa kwangu. Utainenea hiyo sadaka kuyakataa magonjwa yote. Utainenea hiyo sadaka kuweka agano na Mungu kwamba hakutasikikana magonjwa, hakutasikikana mtu atakayeenda kulazwa hospitali, hakutasikikana mtu atakayekuwa na changamoto ya afya yoyote. Na tutakapoenda kuachilia hizo sadaka tunazoenda kuziachilia, Mungu anaenda kuziangalia hiyo sadaka, anatengeneza agano na maisha yako, anatengeneza agano na familia yako, anatengeneza agano na watoto wako, kwamba utukufu mpya unaoachiliwa kwako, ambao unaenda utukufu hadi utukufu, ni kwamba utatengeneza agano kwamba hakutakuwa na magonjwa. Maana yake ni nini? Magonjwa kama yapo ndani yako yanayeyuka, na kutakuwa kuna agano la kutokuwa na magonjwa tena. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaishika hiyo sadaka yako na kuiachilia. Mungu wangu akubariki na akupe furaha. Tuendelea kwa katika maombi na kuwa makini kuendelea kuangalia group, katika group la Anza Siku na Bwana. Uangalie kama kuna ibada ama kuna prayer point imeachiliwa. Haraka hakikisha upitwe na hiyo prayer point ambayo tumeiachilia. Mungu wangu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.